Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amesema wizara yake imeanza kupitia muundo wa utumishi wa wataalamu wa sekta ya ujenzi, ikiwa ni kutambua changamoto wanazozipata mafundi sanifu, ikiwemo masuala ya vyeo. Akifungua mkutano wa mafundi sanifu jijini Dar es Salaam, Waziri Ulega amesema watahakikisha wanatatua changamoto hizo, ikiwemo mifumo isiyowiana baina ya mafundi sanifu na wahandisi. Ndugu mafundi sanifu, kauli mbiu ya mwaka huu inasema muundo wa utumishi kwa kada ya mafundi sanifu katika utumishi wa umma na sekta binafsi, au kwa Kiingereza the scheme of service for engineering technicians in public and private sectors ni ya msingi sana na imekuja wakati mwafaka. Nimeelezwa kwa pamoja na mada kuu pia mtajadili masuala ya sheria, maadili, uadilifu, changamoto zinazowakabili mafundi sanifu, lakini pia nimejulishwa hapa patakuwa na mada inayohusu afya ya akili. Napenda kuwahimiza mzingatie majadiliano hayo kwa kina, kwani yanagusa moja kwa moja mazingira yenu ya kazi na hata maendeleo ya kitaaluma. Ndugu mafundi sanifu, wizara yangu kwa kushirikiana na bodi ya mainjinia na bodi ya surveyors na wadau wengine imeanza mchakato wa kupitia upya muundo wa utumishi wa wataalamu wa sekta ya ujenzi. Tunatambua changamoto mlionayo kama mafundi sanifu, ikiwa ni pamoja na masuala ya upandaji wa vyeo kwa njia ya mserereko, yaani horizontal promotion, na mifumo isiyo na uwiano baina ya mafundi sanifu na wahandisi. Amesema katika kutekeleza hayo watahakikisha sheria inaundwa ili kusimamia. Tunaamini ile sheria itakuwa ni mwarobaini wa baadhi ya mambo, na kwa hivyo baadhi ya hayo mambo itakuwa ni hii kwamba yeyote anaweza kuwa fundi na yeyote anaweza akasimamia na yeyote anaweza akafanya anavyoweza kufanya, na dakika ya mwisho yakiharibika mambo, wakati mwingine watu wanajiuliza, hivi hakuna wataalamu? Inawezekanaje jambo la namna hii likajitokeza wakati huo tayari watu wamekwisha kufa na hasara za mali zimepatikana? Kwa hivyo umesema kitu kizuri, na sisi tupo katika hatua ya kuhakikisha kwamba sheria ile ya majengo ambayo ndani yake italazimisha hoja ya namna hii ya matumizi na kuwapa kipaumbele wataalamu, na hao wataalamu si wengine, ndio ninyi wenyewe. Mkutano huo umehudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo mkuu wa wilaya ya Ubungo. Teknolojia inabadilika kwa haraka sana. Usipobadilika tutaacha nyuma. Kwa hiyo tunajipanga katika ile eneo vizuri sana. Kuna miaka iliyopita kidogo, kuna kada fulani ziliambiwa kwamba msipobadilika mtakuwa mna kazi miaka inayokuja, na ilitokea hivyo. Sasa hivi wanasema pilot na madereva kwa miaka inayokuja hawatakuwa na kazi. Utakuwa unaingia kwenye ndege haina pilot, inakupeleka, unafika unaingia kwenye gari inakupeleka unakokwenda, haina dereva. Kwa hiyo madereva na mapilot lazima waanze kujipanga sasa. Hiyo ni teknolojia, ukubali usikubali itatokea. Basi na katika kuasa mafundi sanifu jana nao tukawaambia kwamba tujipange kwamba teknolojia inaenda ikibadilika.
tuna wajibu mkubwa wa kuangalia tunafanyaje ili miradi ambayo hakuna mradi mdogo kwa fundi sanifu. Mimi nina zahanati nimeikuta kule Msumi, Mheshimiwa Waziri. Mwezi Februari wamepeleka shilingi milioni 150 kujenga jengo moja zahanati na vyoo 6. Kweli unataka kuniambia hapa hakuna fundi sanifu anaweza kusimamia mradi wa milioni 150? Lakini atapewa tu mtu anasema ni loko fundi na nini. Sasa nyingine unakuta wengine ni maengineer kabisa na qualification, wana mradi mkubwa kama huu. Anamtuma mtu anaenda anabidi, anapata, yeye hata hicho milioni 150 na chenyewe anakula. Alafu tunakuwa tuna vijana hapa wanaendelea kupiga makutaini na mabuti yao huko mtaani, hawafanyi kazi. Kwa naomba Mheshimiwa Waziri, kupitia wizara yako, naamini kwa sababu utakuja kuzungumza, basi tuendelee kuwapazia sauti kwamba sasa tutoke kwenye informality kwenye sekta ya ujenzi, twende kwenye formality kwa sababu miongozo na sheria inaturuhusu. Lakini la mwisho, Mheshimiwa Waziri, mchango wangu kwa siku ya leo kwa upande wa bodi. Sisi kwenye sheria huku na bahati nzuri ni wakili. Kila wakili angalau kwa mwaka unaweza ukafanya kesi zile ambazo ni pro bono. Zile za Court of Appeal unapewa mtu ambaye tayari umeshafikisha miaka 5, uende ukawatetea wale wenye mada ambao hawana fedha ya kujitetea wenyewe mahakamani ili wasifungwe hata kama wameua, na kama wameua basi wapate haki yao ya kutetewa. Sasa kwa nini basi na sisi huku kwenye bodi tusiweke kwa utaratibu kwamba kila fundi sanifu au engineer angalau kwa mwaka apate points kwa kusimamia mradi fulani wa local government? Sisi katika mfumo ya usalama kwa kushirikiana na taasisi zingine, ili eneo liwe salama ni kutokuwa na huruma na uhalifu. Kwa hiyo tunatekeleza majukumu yetu kwa kuzingatia misingi ya kisheria, lakini ikitokea bahati mbaya wahalifu wakaingia Dar es Salaam, bahati mbaya inayowakuta ya kutoweza kutoka. Bernard Kavishe ni mkurugenzi mkuu wa bodi ya usajili wa wahandisi ERB, akaeleza umuhimu wa mkutano huo. Mafundi sanifu ni subsector fulani, ni ngazi fulani katika uhandisi ambayo ina changamoto zake ambazo ni unique. Kwa hiyo haziwezi kujadiliwa katika bahari kubwa. Zitabidi zijadiliwe katika forum ambayo ni ya kwao, na kila mwaka tunaona hali yao ikizidi kuboreka. Mheshimiwa mgeni rasmi, shughuli zilizofanyika ni nyingi. Kuna siku kama ya leo tunapata kupewa policy direction na wewe na viongozi wengine, lakini vile vile tulijadili mada ambayo inawagusa sana fundi sanifu, ambayo ni kuhusu maslahi. Ilitendewa haki sana jana. Tunamshukuru sana Baraka na wizara yake, na wamefungua kliniki hapa, wanasikiliza matatizo hata binafsi na wanachukua haya, tukifahamu kwamba sasa hivi wizara yako inaangalia swala la scheme of service kwa wataalamu. Namba 2. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Zaituni Mkwama wa Daily News Digital.